Nilidhani nimekosea maisha, lakini sikujua kwamba nitamuona tena, akiwa kwenye level ambayo sikuweza kuifikia hata kwenye ndoto zangu. Kelvin alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa sana maishani. Kila siku alikuwa akiamka mapema kwenda kutafuta kazi za vibarua, huku akiamini ipo siku maisha yake yangembadilika. Lakini licha ya juhudi zake zote, maisha yaliendelea kuwa magumu. Aliishi pamoja na mke wake Amina katika chumba kidogo cha kupanga kilichokuwa kwenye mtaa wa Uswahilini wenye kelele na vumbi nyingi. Ingawa walikuwa maskini, Amina hakuwahi kulalamika. Kila jioni Kelvin aliporudi akiwa mchovu na mwenye mawazo mengi, Amina alikuwa akimpokea kwa tabasamu na maneno ya faraja. Mara nyingi alimshika mkono na kumwambia, "Usikate tamaa Kelvin, siku moja Mungu atafungua njia yetu." Maneno hayo ndiyo yaliyokuwa yakimpa Kelvin nguvu ya kuendelea kupambana na maisha. Lakini watu waliowazunguka hawakuyaona mapenzi yao kama kitu cha maana. Marafiki wa Kelvin walimcheka kila walipomwona akitembea na Amina. Walidai Amina alikuwa mwanamke wa kawaida asiye na elimu wala pesa za kumsaidia mwanaume kufanikiwa. Hata mama yake Kelvin hakumpenda Amina. Alikuwa akimwambia mwanae mara kwa mara kuwa ameoa mwanamke ambaye angebaki kuwa mzigo kwenye maisha yake. Kadiri siku zilivyopita, maneno hayo yalianza kuingia taratibu kwenye moyo wa Kelvin. Alianza kujilinganisha na marafiki zake waliokuwa na wanawake wenye maisha mazuri na wenye pesa. Na kwa mara ya kwanza, Kelvin alianza kuona aibu kutembea na Amina mbele ya watu wenye uwezo. Kadiri siku zilivyokuwa zikipita, Kelvin alianza kubadilika taratibu. Maneno aliyokuwa akiambiwa na marafiki pamoja na familia yake yalikuwa yanaendelea kumchoma moyoni kila siku. Kila alipokutana na marafiki zake vijiweni, walimkejeli kwa kuendelea kuishi na mwanamke maskini kama Amina. "Una ndoto za kufanikiwa lakini umejifunga na mwanamke asiyeweza hata kukusaidia," mmoja wao alisema huku akicheka. Kelvin alijaribu kupuuza maneno hayo mwanzoni, lakini kadiri alivyoendelea kuyasikia mara kwa mara, alianza kuyaamini. Hata mama yake alikuwa hampi nafasi ya kupumua. Kila aliporudi nyumbani kwao, alimwambia maneno yale yale. "Kelvin, maskini hawezi kukupeleka mbele. Unahitaji mwanamke mwenye pesa na connections." Usiku mmoja Kelvin alirudi nyumbani akiwa na hasira nyingi baada ya kushindwa kupata kazi aliyokuwa ameahidiwa. Amina alimkaribisha kama kawaida yake kwa upole, lakini badala ya tabasamu, Kelvin alimfokea ghafla. "Kila siku ni mateso tu kwenye hii nyumba," alisema kwa sauti kali. Amina alinyamaza huku machozi yakianza kumtoka taratibu. Hakuelewa ni kwa nini mwanaume aliyekuwa akimpenda sana alikuwa akianza kumbadilika kiasi kile. Lakini licha ya maumivu yote, bado aliendelea kumheshimu na kumpenda mume wake kwa moyo wa dhati. Siku zilizofuata, Kelvin alianza kuchelewa kurudi nyumbani. Alionekana mwenye mawazo mengi na mwenye kuikwepa familia yake. Na siku moja, akiwa katikati ya mji akitafuta kazi, Kelvin alikutana na mwanamke mrembo na mwenye maisha ya kifahari aliyeitwa Sandra. Sandra alikuwa mwanamke mwenye maisha ambayo Kelvin alikuwa akiota kuyapata siku moja. Alikuwa na gari la kifahari, biashara kubwa na marafiki wenye pesa. Tangu siku ya kwanza walipokutana, Sandra alimfanya Kelvin ahisi kama mtu muhimu. Alimpeleka sehemu nzuri za kula, alimnunulia nguo mpya na mara nyingi alimwambia kuwa ana uwezo mkubwa wa kufanikiwa maishani. Polepole Kelvin alianza kuvutiwa sana na maisha yale ya kifahari. Kila alipokuwa karibu na Sandra, alisahau kabisa shida na umasikini aliyokuwa nao nyumbani. Kadiri muda ulivyopita, tabia yake ilibadilika zaidi. Alianza kurudi nyumbani usiku sana huku simu yake ikiwa bize muda mwingi. Wakati mwingine hata hakula chakula ambacho Amina alikuwa amemwandalia kwa upendo mkubwa. Amina alihisi wazi kuna kitu kinaendelea, lakini hakuwahi kupata ushahidi wa moja kwa moja. Usiku mmoja Amina alimsubiri Kelvin hadi saa 6 za usiku. Alipoingia ndani, harufu ya manukato ya kike ilitanda mwilini mwake. Kwa sauti ya upole Amina alimuuliza, "Kelvin, kuna nini kinaendelea siku hizi?" Lakini badala ya kujibu kwa utulivu, Kelvin alikasirika ghafla. Maneno yale yalimchoma Amina moyo kama kisu. Alibaki kimya huku watu wakimtazama kwa huruma. Usiku huo, Amina alilia mpaka alfajiri huku akijiuliza, ni wapi alipomkosea mwanaume aliyempenda kwa moyo wake wote. Miezi kadhaa ilipita huku ndoa ya Kelvin na Amina ikiendelea kupoteza furaha yake taratibu. Nyumba yao ndogo ilijaa ukimya na majonzi.
Kelvin alikuwa habadiliki tena. Kila siku alionekana mwenye hasira, mwenye dharau na asiyejali hisia za mke wake. Upendo ule wa zamani ulikuwa umebaki kwenye kumbukumbu za Amina pekee. Siku moja jioni, Kelvin alirudi nyumbani akiwa na uso wa baridi kuliko kawaida. Amina alikuwa jikoni akipika chakula cha usiku huku akiamini labda mambo yangerudi sawa siku moja. Lakini hakujua kuwa usiku ule ungekuwa mwisho wa ndoa yake. Kelvin aliketi kimya kwa dakika chache kisha akamwangalia Amina moja kwa moja. "Mimi nimechoka kuishi hivi," alisema kwa sauti nzito. "Sitaki kuendelea kuishi na mwanamke maskini kama wewe." Amina alihisi dunia ikisimama. Alijaribu kuzungumza lakini machozi yalianza kumtoka kabla hata hajatoa neno. Kelvin hakujali maumivu yake. Alimpa talaka na kumwamuru aondoke ndani ya nyumba usiku huo huo. Amina alikusanya nguo zake chache kwenye begi dogo lililokuwa limechakaa. Hakukuwa na mtu wa kumtetea wala wa kumfariji. Alipotoka nje, baadhi ya majirani walikuwa wakimtazama huku wakinong'ona na kucheka. Wengine walikuwa wakisema maisha yake yameharibika kabisa. Lakini kabla hajaondoka, Amina aligeuka na kumtazama Kelvin kwa macho yenye maumivu makubwa. "Siku moja utanikumbuka," alisema kwa sauti ya huzuni. Kisha akaondoka gizani akiwa peke yake. Na tangu usiku huo, hakuna aliyejua Amina alikwenda wapi. Baada ya kuondoka kwenye nyumba ya Kelvin, maisha ya Amina yaligeuka kuwa ya maumivu makubwa. Kwa siku kadhaa alitembea kutoka sehemu moja hadi nyingine bila kujua aanzie wapi maisha mapya. Mara nyingi alilala akiwa hajala, huku machozi yakimtoka kila alipokumbuka jinsi mwanaume aliyempenda alivyomfukuza kama mtu asiye na thamani. Siku moja, akiwa amekaa nje ya mgahawa mmoja akitafuta kazi ya kufanya, alikutana na mwanamke mmoja mwenye heshima kubwa aliyeitwa Mama Grace. Mama huyo alikuwa mmiliki wa kampuni kubwa ya biashara jijini. Alivutiwa na unyenyekevu wa Amina pamoja na namna alivyokuwa akizungumza kwa heshima licha ya hali yake ngumu. Badala ya kumpuuza, Mama Grace alimpa nafasi ya kufanya kazi ofisini kwake kama msaidizi mdogo. Amina alipokea nafasi hiyo kwa moyo mkubwa sana. Alifanya kazi kwa bidii kuliko kila mtu. Alikuwa wa kwanza kufika na wa mwisho kuondoka. Kadiri muda ulivyopita, Mama Grace alianza kumfundisha siri za biashara, uwekezaji na namna ya kuwa kiongozi mzuri. Amina alikuwa mwanafunzi wa haraka sana. Alijifunza kila kitu kwa umakini mkubwa huku akitumia maumivu yake kama nguvu ya kusonga mbele. Miaka ilianza kupita taratibu. Yule Amina aliyewahi kudharauliwa kwa umaskini wake alianza kubadilika kabisa. Akawa mwanamke mwenye akili, mwenye kujiamini na mwenye mafanikio makubwa kwenye biashara. Siku moja mbele ya jengo kubwa la kifahari, gari jeusi la gharama kubwa lilisimama taratibu. Walinzi wawili walikimbia kufungua mlango. Kisha Amina akashuka ndani ya gari hilo akiwa amevaa mavazi ya kifahari yaliyoonyesha maisha yake yalikuwa yamebadilika kabisa. Wakati Amina akiendelea kupanda ngazi za mafanikio kimya kimya, maisha ya Kelvin yalianza kubadilika kwa upande mwingine kabisa. Mwanzoni aliamini kuwa kumwacha Amina ilikuwa uamuzi sahihi. Sandra alimzunguka kwa maisha ya starehe, safari za gharama kubwa na marafiki wenye pesa. Kelvin alihisi kama hatimaye alikuwa anaishi maisha aliyokuwa akiota. Lakini kadiri miezi ilivyopita, ukweli ulianza kujionyesha taratibu. Sandra hakuwa mwanamke wa upendo wa kweli kama Amina. Kila kitu kwake kilikuwa kuhusu pesa na mafanikio. Alimjali Kelvin pale tu alipokuwa na uwezo wa kumsaidia kwenye biashara zake na kumletea faida. Biashara ndogo ambazo Kelvin alikuwa ameanza zilianguka moja baada ya nyingine. Madeni yakaanza kumzonga huku simu za wadai zikimfuata kila siku. Polepole marafiki waliokuwa wakimzunguka walitoweka. Wengine hawakupokea simu zake tena. Sandra naye alianza kumbadilikia tabia. Hakumpa tena heshima wala muda kama zamani. Usiku mmoja baada ya kugombana vibaya na Sandra, Kelvin aliketi peke yake ndani ya chumba chake akiwa na mawazo mengi. Kwa mara ya kwanza alianza kukumbuka upendo wa kweli wa Amina. Alikumbuka namna alivyokuwa akimfariji, kumheshimu na kusimama naye kwenye nyakati zote ngumu. Majuto yalianza kumla taratibu moyoni. Lakini kila alipotaka kumtafuta Amina, alihisi aibu kubwa. Hakujua hata alianza wapi baada ya maumivu aliyompa. Siku moja akiwa kwenye mgahawa wa kawaida mjini, aliwasikia watu wakizungumza kuhusu mwanamke mpya tajiri aliyekuwa akifanya biashara kubwa sana jijini.
Kelvin alisikiliza kwa makini, bila kujua kuwa mwanamke huyo alikuwa Amina. Siku zilikuwa zimebadilika sana kwa Kelvin. Yule kijana aliyewahi kuwa na ndoto kubwa sasa alikuwa akiishi maisha ya shida na majuto. Baada ya biashara zake kuanguka, alibaki akifanya kazi za hapa na pale ili kujisitiri. Mara nyingi alikesha akiwaza namna maisha yake yalivyogeuka ghafla. Wakati huo huo, jiji lote lilikuwa likizungumzia habari moja kubwa sana. Kulikuwa na tangazo la harusi ya kifahari ya mwanamke maarufu mfanyabiashara, ambaye alikuwa ameteka attention ya watu wengi kwa mafanikio yake makubwa. Kila kona watu walikuwa wakiongelea maandalizi ya harusi hiyo. Ilisemekana wageni wakubwa, wafanyabiashara maarufu na viongozi mbalimbali wangehudhuria. Harusi hiyo ilikuwa ifanyike kwenye hoteli kubwa ya kifahari iliyokuwa ikiheshimiwa sana jijini. Siku moja Kelvin alipokuwa akitafuta kazi, rafiki yake alimweleza kuwa hoteli hiyo ilikuwa inahitaji wafanyakazi wa muda kwa ajili ya shughuli ya harusi. Bila kufikiria mara mbili, Kelvin alikubali kazi hiyo kwa sababu alikuwa akihitaji pesa haraka. Alipoanza kazi hotelini, macho yake yalivutiwa na maandalizi makubwa yaliyokuwa yanaendelea. Maua ya gharama kubwa yalikuwa yakipangwa kila sehemu, huku wafanyakazi wakikimbizana kuhakikisha kila kitu kinakuwa cha kipekee. Kelvin hakujua kuwa siku hiyo ingeenda kubadilisha maisha yake milele. Wakati akiwa anasaidia kupanga viti ukumbini, aliwasikia baadhi ya wafanyakazi wakizungumza kuhusu bibi harusi huyo maarufu. Yaani huyo Amina kweli amefika mbali sana, mmoja alisema. Kelvin alisimama ghafla kama aliyepigwa na radi. Moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu baada ya kusikia jina hilo, Amina. Siku ya harusi iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu hatimaye ilifika. Hoteli kubwa ya kifahari ilikuwa imepambwa kwa maua ya rangi mbalimbali, taa za kung'aa na mapambo ya hali ya juu yaliyofanya eneo lote lionekane kama ndoto. Wageni waliokuwa wamealikwa, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa na watu maarufu, walikuwa wameketi wakisubiri tukio kuu la siku hiyo. Kelvin alikuwa sehemu ya wafanyakazi wa muda, akiwa amevaa mavazi ya kazi huku akihangaika hapa na pale kusaidia maandalizi. Ingawa alikuwa na shughuli nyingi, akili yake haikuwa sawa. Jina Amina lililokuwa limetajwa siku iliyopita bado lilikuwa likimzunguka kichwani kama kivuli kizito. Ghafla, sauti kali ya helikopta ilianza kusikika angani. Kila mtu alisimama na kuinua macho yake juu. Watu wakaanza kunong'ona kwa mshangao huku upepo mkali ukianza kuvuma kutokana na mapanga ya helikopta. Helikopta ya kifahari ilianza kushuka taratibu kwenye uwanja maalum uliokuwa umeandaliwa. Mwanga wa jua ulipogonga mwili wake, ilionekana kama kitu cha kifalme kinachoshuka kutoka mbinguni. Kimya kizito kilitawala eneo lote. Mlango wa helikopta ukafunguliwa polepole. Na hapo alitokea mwanamke aliyewafanya watu wote wagande. Amina, akiwa amevaa gauni la gharama kubwa lililong'aa kwa umaridadi, akiwa amezungukwa na walinzi wake, alitembea kwa hatua za kujiamini kuelekea kwenye ukumbi wa harusi. Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa, hakukuwa tena na dalili za ule msichana maskini wa zamani. Kelvin alihisi miguu yake ikimlegea. Alijaribu kuamini macho yake, lakini haikuwezekana. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu kama utapasuka. Kila kumbukumbu ya zamani ilirudi kwa kasi kichwani mwake. Polepole Amina aligeuka. Macho yao yakakutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, na dunia ikawa kimya kabisa. Kimya kizito kilitanda ukumbini baada ya macho ya Kelvin na Amina kukutana. Watu waliokuwa karibu hawakuelewa kabisa kilichokuwa kikiendelea kati yao, lakini hisia zilizokuwa hewani zilikuwa nzito kuliko maneno yoyote. Kelvin alihisi kifua chake kikibana, moyo wake ukijaa maumivu aliyokuwa hajawahi kuyahisi hapo awali. Polepole alijikuta akitembea kuelekea kwa Amina bila hata kufikiria. Kila hatua ilikuwa nzito kama anaelekea kwenye hatima yake mwenyewe. Alipofika mbele yake, machozi yalikuwa tayari yameanza kumtoka. Amina, tafadhali nisamehe, alisema kwa sauti iliyovunjika. Mimi nilikosea. Nilipofushwa na pesa, nilikupoteza kwa tamaa yangu. Amina alimwangalia kwa utulivu wa ajabu. Hakukuwa na hasira kama alivyotarajia Kelvin, bali kulikuwa na ukomavu wa mtu aliyepitia maumivu na kuyashinda. Alipumua kwa kina kabla ya kujibu. Kelvin, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito. Wakati nilipokuwa maskini, nilikupenda kwa moyo wangu wote.
Nilikuamini, nilikuheshimu, nilikuvumilia kila kitu, lakini wewe uliniona sina thamani. Maneno hayo yalimchoma Kelvin kama kisu. Alishusha macho, akijiona mdogo mbele ya mwanamke aliyewahi kumdharau. Aligundua kuwa kila kitu alichokuwa nacho sasa kilikuwa kimechelewa sana kurekebisha. Amina aliendelea kusimama kwa utulivu, akiwa amebadilika kabisa kutoka yule mwanamke aliyefukuzwa kwa machozi. Sonne Asa alikuwa na nguvu, heshima na maisha mapya yasiyo na maumivu ya zamani. Ghafla, ukimya ulivunjwa na mlango wa pembeni kufunguliwa. Mwanaume aliyevalia suti ya gharama kubwa aliingia kwa kujiamini. Alitembea moja kwa moja hadi kwa Amina, kisha akamshika mkono kwa upole na kumtazama kwa upendo. Kelvin alisimama akiwa ameganda, akitazama tukio hilo mbele yake, akielewa kuwa alikuwa amechelewa sana. Ukumbi mzima wa harusi uliendelea kujawa na furaha na shangwe za wageni waliokuwa wakishuhudia tukio la kihistoria. Muziki ulipigwa taratibu, huku watu wakipiga makofi na kushangilia mafanikio ya Amina. Lakini kwa Kelvin, kila sauti iliyosikika ilikuwa kama kisu kinachomchoma moyoni. Alisimama pembeni, akiwa amejificha kidogo ili asionekane sana. Macho yake hayakuweza kuondoka kwa Amina hata kwa sekunde moja. Alimwona akitabasamu kwa amani, akiongea na wageni wakubwa, akiheshimiwa na kila mtu aliyekuwepo pale. Yote hayo yalikuwa kinyume kabisa na maisha aliyompa zamani. Kelvin alimeza mate kwa shida, akihisi mzigo mzito wa majuto ukimlemea. Ndani ya moyo wake aligundua ukweli ambao ulikuwa umechelewa sana kuingia akilini mwake: pesa hazina thamani kuliko upendo wa kweli na uaminifu. Polepole, Amina alielekea upande wa nje wa ukumbi akiwa na mume wake mpya. Helikopta ile ile ya kifahari ilipiga kelele tena angani, tayari kwa safari ya kuondoka. Amina, kabla hajaingia ndani, alitazama kwa sekunde moja nyuma. Macho yake yakakutana tena na Kelvin. Lakini safari hii hakukuwa na maumivu wala hasira. Kelvin alibaki chini, akilitazama likipotea angani. Macho yake yakajaa machozi ya majuto makubwa. Hatimaye alielewa funzo la maisha, kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa hali yake ya leo, bali kwa moyo wake. Na wakati mwingine, unapopoteza mtu sahihi kwa tamaa au kiburi, maisha hayarudishi nafasi hiyo tena.